Wanasayansi tujibuni, wanasayansi tujibuni, katika mambo ya mbinguni mnafanya kazi ya duniani. Mimi nitamsifu Mungu, nitamwimbia, nitampangia nyota mpaka mbinguni. Nitamsifu Mungu, nitamwimbia, mimi nitampangia nyota mpaka mbinguni. Wanasayansi tujibuni, wanasayansi tuambieni, katika mambo ya mbinguni mnafanya kazi gani duniani? Nitamsifu Mungu, nitamwimbia, nitampangia nyota mpaka mbinguni. Habari, ni wakati mwingine sasa. Ni kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Watu wengi wamekuwa wakiona na posti kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo, lakini kitabu chenyewe ndio hichi. Kitabu kina kurasa ziko 58 za thamani. Kitabu hiki ni kikubwa sana, kina maarifa makubwa sana. Kitabu hiki unakisoma baada ya kwamba una elimu ya mitetemo, kwa sababu hakiwezi kukusaidia chochote pale ambapo huelewi mitetemo. Katika kitabu hiki tunajifunza jinsi ya kubadilisha wazo kuwa kitu halisi. Katika hilo tunaamini kwamba, na sio tunaamini, kila mtu ana mawazo. Kila mtu ana mawazo na kila mtu ana mipango. Lakini ni mipango ya watu wangapi ambayo huwa inatimia? Ukianza kujifunza elimu za kidunia, elimu za kisasa, wataanza kukwambia takwimu si za wapi huko walifanya Marekani, si kagundulika watu 98 wana wazo, si watu 50 ngapi wameandika wazo, si watu wangapi wakaja kufanya kwenye watu 15 wakaja kufanikiwa mtu mmoja. Hizo story ndugu yangu zilikuwepo na zitaendelea kuwepo, lakini kuna baba lao hapa. Tunajifunza jinsi ya kucapture wazo, tunajifunza jinsi ya kulea wazo. Tunajifunza jinsi ya kulea wazo. Usinichanganye hawa. Tunajifunza jinsi ya kulea wazo vile vile. Kwa tunalilea wazo. Tunalilea wazo letu hadi liwe kitu katika hichi kitabu. Kitabu hiki kimeandikwa kutokana na maarifa ya watu wa Misri ya kale. Kitabu hiki ni kidogo, lakini kimeandika summary ya kitabu kimoja kikubwa sana, kina peji kama 1000, kina peji zaidi ya 1800. Kitabu hicho kinaitwa Temple in Man. Temple in Man. Unaweza kaenda kukisoma hicho kitabu. The Temple in Man. Nenda kakitafuta hicho kitabu. Bei ya juzi nimeangalia kule Amazon ilikuwa inauzwa 200,000 kama sio 300,000. Kitabu kikubwa sana. Amazon, nikisema Amazon nafikiri kwa wale mwenye ufahamu, Amazon ni e-commerce company, ni kampuni ya e-commerce, ni kama duka la mtandaoni. Ni kama duka la mtandaoni ambapo unaweza kununua bidhaa kama unavyoagiza bidhaa kutoka China mtandaoni na ikakufikia kwa muda ambao wanakuwa wameuweka. Kitabu hicho kinaitwa Temple in Man. Ukienda kusoma hicho kitabu, kwa maarifa yako, kile kitabu sio kwamba hichi kinakulazimisha au kinakuaminisha jambo fulani, hapana. Ila jinsi unavyozidi kukisoma, fahamu yako inakuwa inafunguka. Unakuwa unaona ni hatari sana. Kwa hicho kitabu bwana nimekiandika kwa lugha ya Kiswahili, lugha madhubuti kabisa ya Kiswahili. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000, ni wewe tu. Nimekitaja hapa, The Temple in Man. Mwandishi mimi Kiingereza sijui. Mwandishi huyo hapa. Ngoja nifanye hivi. Unaona mwandishi? The Temple in Man, mwandishi huyo hapo. Kitabu kinafundisha mambo mengi sana. Kinafundisha uganga wa kienyeji, kinafundisha sayansi, kinafundisha biolojia, kinafundisha chemistry, kinafundisha fizikia, kinafundisha geometry ya kimungu. Geometry ni nini? Ni hesabu zile.
geometry. Sasa zile hesabu hazipo bahati mbaya. Yaani kama zile geometry unazojifunza shuleni zile ni kama huko awali. Lakini kuna geometry ya kimungu. Geometry ya Mungu, hesabu za kimungu. Hatari sana. Hatari sana. Kitabu ambacho ndiko huko zilitoka Pythagoras theorem. Kitabu hicho bwana ni balaa sana. Kitabu cha balaa sana. Lakini bwana mimi nimeandika kitabu hiki hapa. Nauza bei shilingi 15,000 kabisa. Kitabu hicho unajifunza vitu vingi sana. Vitu vingi sana. Kwa mfano kama hapa katika sehemu hii tunajifunza mambo ni ka story tu kafupi kakujengea ufahamu. Tunajifunza kitu kimoja tunachojifunza hapa kwenye hatua ya kwanza ni kwamba ukiweka mambo kwa usawa hayawezi yakatembea, badala yake lazima uyaweke kwenye uwiano. Uwezi ukapima ndoo 24 za mchanga ukaweka mifuko 24 ya simenti. Umewahi kuona hicho kitu? Huo ndio uwiano. Uwiano unatengeneza usawa. Ila yani kuna kitu kinaitwa balance. Balance ni usawa. Lakini uwiano unatengeneza usawa wa kimungu. Usawa unaowezesha jambo kutembea. Ukichukua rula ukaweka peni hivi, ukiweka kwenye balance yake rula inaweza kasimama kwenye peni, lakini usipoweka kwenye balance inadondoka hivi. Sasa uwiano unafanya kitu kitembee. Hapo tunakuja tunapata kwamba kitu hicho sio kitu cha ajabu, lakini sasa imekuwa na uzito hesabu hiyo kutokana na kwamba ipo kwenye vitu vingi, hata kwenye miti. Hata kwenye miti. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja hapa. Unajua niko polini hapa. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja ili uweze kunielewa kwamba hesabu hiyo sio ya bahati mbaya. Sio ya bahati mbaya. Hesabu hiyo sio ya bahati mbaya. Ngoja nikuonyeshe. Unaona mmea? Hebu uone huu mmea huu. Ukiangalia kwa chini huku ni mnene. Jinsi unavyoenda, mwisho wa siku hapa ni palaini. Kushinda huku. Huku ni kugumu. Kwa sasa ni hesabu ambayo utakuwa uisome kiundani. Lakini vile vile nilikuwa natafuta mti uliojinyonga hapa. Huu mti juzi nimekuja ulikuwa umejinyonga. Sasa hizo nataka uniaibishe hapa. Huu mti umeuona umeuona. Aka kama mti aka. Huku juu aka kana Mbona jinsi inavyojikunja hii. Sasa chukua focus hapa. Mbona inavyojikunja hii, kunavyojikunja. Sasa hii sio bahati mbaya. Unaona lijani lilivyochongoka huku linene, huku limekuja huku ndani. Sio bahati mbaya. Alafu kitu kingine, angalia muundo wa mwiba. Angalia muundo wa mwiba utaweza kunielewa. Lakini kitu kingine, angalia mawimbi ya bahari jinsi yanavyoenda baharini. Angalia mawimbi ya bahari jinsi yanavyoenda, utapata kunielewa ninachomaanisha. Kwa hiyo sasa hesabu hiyo kwenye karatasi, ukiona kwenye karatasi ni hesabu tu ambayo haina maana ya ovyo ovyo. Ni hesabu ya ovyo ovyo. Lakini ni namba inayowezesha uumbaji bila kupoteza umbo la asili. Watu wanaofanya graphic design au wanaotengenezaga mionekano huwa wanatumia hiyo. Sio wabongo, ukienda wazungu wanatumia sana hiyo. Sasa vitu kama hivyo vinafanya tuone wazungu ni watu wa ajabu. Kumbe ni watu wa kawaida, tusema tu wanafuata zile kanuni. Wanazo kanuni za asili. Unajua kanuni ukiitumia inakufanyia tu. Sasa kitabu hichi bwana kinauza shilingi 15,000, bei rahisi kabisa kutokana na maarifa aliyopo huko. Katika hatua ya mpito hapa tunaangalia. Hichi kitu nilikuwa nafundisha muda fulani hivi, nikasemaje? Nikasema hivi, viungo vyako ni nguvu za asili. Viungo vyako sio mashine tu, ni vituo vya nishati. Moyo wako sio pampu ya damu tu, ni jua la mfumo wako.
ndipo palipo na amri kuu. Ini lako ni kama maabara ya uumbaji inayochuja kile kinachofaa na kisichofaa. Na ukielewa hili, unaanza kutibu mwili wako kama madhabahu. Kinachoendelea kwenye nyota kinaendelea ndani ya damu yako. Nilikuwa nafuatilia siku moja huko kwa wanasayansi wa NASA, Sema NASA ni shirika la mambo ya angani, NASA. Walikuwa wanasema kwamba jinsi nyota inavyozaliwa, maisha ya nyota yanafanana kwa kiwango kikubwa na seli kwenye damu. Jinsi seli inavyokufa ndio hivyo hivyo nyota zinavyosambaratika huko angani. Kauli rahisi sana lakini ina maana. Akili ya moyo, nasema kwamba hatua ya moyo. Ubongo, tunasema kwamba ubongo huwa unachambua vitu vilivyokufa. Na hii ndio elimu ya shuleni. Ubongo unachambua vitu vilivyokufa, mfano namba, data na kile unachokiona kwa macho. Ndio kazi ya ubongo. Lakini moyo una akili yake. Moyo hauchambui, moyo unajua. Katika kitabu hiki tunajifunza hatua 21 za maana sana, za thamani. Na katika safari hii mtu unahitaji akili ya moyo. Akili ya moyo, huwezi kunielewa nikisema hivi kwa haraka. Bwana nikakwambia kitabu hichi ili uweze kukielewa vizuri ni lazima uwe umepata kitabu cha mitetemo ya kiroho ili uweze kufahamu habari hizi zisikuchanganye. Tunasema kwamba ukihisi kitu ndani ya moyo wako, usisubiri ubongo utoe ushahidi. Moyo unawasiliana na ulimwengu wa roho kabla ya ubongo. Yaani kabla ubongo hujapata habari, moyo unakuwa umeshajua. Moyo huo. Ndio maana ukiumizwa mapenzi, sijui kichwa huwa kinauma. Ni kichwa huo hapa pana dunda. Amekuacha huyo. Amekusaliti huyo. Moyo unakuwa unadunda hivi unapiga. Kifua kinajaa. Adila. Lakini vile vile kuna habari ya namba. Namba tunazoziona zina maana sana. Nimeandika kwenye kitabu hichi. Safi kabisa. Namba 2, uhusiano. Namba 2 ni nafasi na kile kilichopo. Hapa ndio kinzani unapoanza. Na kuna mali nilikuwa nimekwambia kwamba unajua timu za mpira zile zikiwa 2 ndipo hapo ushabiki unazaliwa. Lakini ikiwa timu moja ushabiki hauwezi kuzaliwa. Na mapenzi ya kumpenda mchezaji fulani yanazaliwa pale anapokuwa anahusiana na mpira. Hiyo ni sheria ya pili katika uumbaji. Katika hatua hii pia utaweza kuona kwamba katika namba 5 tunampata kiumbe mwanadamu. Na katika hatua ya 4 tunapata madini. Haya, tunapata madini. Sio kwamba ni madini tu haya. Vile vile utakuta kuna mtu amevaa pete za dhahabu. Utakuta kuna mtu amevaa madini ya ruby, utakuta mtu amevaa coltizi, utakuta watu wanauza hivi vitu kwa bei sana. Sio unauliza, mbona hizi zipo za jelo lakini zipo za 40,000? Unakuwa unashangaa hivi, unaona nilivyovaa hii. Safi kabisa. Kwa hiyo kitabu hichi bwana nilikuwa nakujulisha kuhusiana na hichi kitabu. Kama 15,000 sio kitu kikubwa sana kwako, utakuwa hujapoteza kupata hichi kitabu. Lakini kama 15,000 ni kitu kikubwa kwako, jichange upate hichi kitabu. Haijalishi unafanya shughuli gani, siwe ni mwigizaji, siwe ni fundi kushona, siwe ni comedian, siwe ni mwanamuziki, hichi kitabu kitakusaidia sana. Nikianza katika hatua ya pili hapa tunakuja tunaangalia jinsi ya kuwa muindaji. Tunasema kwamba akili kwenye ubongo inakuwa na mawazo mengi. Na sisi kama wanadamu huwa tunasahau. Na tatizo la poli la akili, yani akili ni kama poli. Kwa mfano tunasema, hebu fikiria uko katikati ya poli nene sana kwa mfano. Unahisi harufu ya mti wa dawa ambao umekuwa ukiutafuta kwa muda wa miaka mingi. Au unaona tawi likitikisika kuashiria mnyama adimu yupo karibu. Yaani unasema kwamba nimekuja huku kuwinda huko polini. Lakini unaona kamti kanatikisika hivyo unasema sungula huyu. Au mti wenyewe ukiwa haujauona kwa macho lakini sasa unaanza kuhisi kama au labda huo mti unatoa harufu. Unakuwa unasema huu mti uko kwa mazingira haya.
Hivyo ndivyo wazo huwa linakuja. Wazo huwa linakuja kama hisia. Yaani inakuja kama kwa upepo fulani kwenye kichwa, haliji kama maneno. Yaani lenyewe haliji kama maneno. Wazo. Sasa tatizo la poli la akili kwenye kichwa, mambo ni mengi. Wazo linapokuja katikati ya kelele za mchana, inakuwa ni kama mnyama yule anayepita kwa kasi. Anayepita kwa kasi, kwa mfano kwa poli anapita, huwezi kumkamata. Ukisema nitakumbuka baadaye, unakuwa umeshajidanganya. Kwa sababu poli la akili ni kubwa, na wazo hilo likirudi msituni hauwezi kulipata tena kwa urahisi. Ni ngumu kulipata. Sasa utakuwa ufanyaje ili uweze kuini katika hili? Hapa ndio Wamisri sasa walikuja wakatupiga sasa hapa. Wenyewe wanajua kabisa na wakazingatia katika hili. Watu wa kale walijua siri hii, walijua kuwa ili usipotee lazima uache alama njiani. Ni namna tu ya kawaida, lakini sasa unaweza ukaipuuzia. Unapopata lile wazo, kwa mfano ukiwa na kwenye pilika zako za kila siku na una muda wa kukaa kulichambua, unatakiwa kufanyaje sasa? Fanya hivi. Tafuta kitu chochote unachoweza kukigusa ambacho kitakukumbusha ile hisia. Yaani wakati ule unapata kwamba kwa mfano nimeanzisha biashara, imeenda. Yaani kuna hisia fulani inakuja ile ya kuona kama umefanikiwa kabisa ile. Au wakati unasikiliza motivations, wale wanaofanya motivation, unakuta inakuja hisia ya kama umefanikiwa kabisa yani. Lakini sasa ukifika nyumbani wakikutibua hivi na hivi, unashangaa ile hisia tena imepotea. Sasa kuna jinsi ya kuilinda ile hisia ili iweze kukuzalisha kile ulichokuwa umekiwaza, ile hisia uliyokuwa umeipata iweze kuwa yenyewe. Kuna namna ya kufanya. Namna hiyo ndio kuweka alama. Unatafuta kitu chochote, au unachora hata kimstari kwenye mkono, au unaandika hata kidogo mistari michache tu ya kile ulichokuwa umekiwaza muda ule unasikiliza motivational speakers. Kwa kufanya hivyo utakuwa umelinda wazo lako. Sasa tukikuja kwa namna hiyo, watu wengi wanafanya hivyo. Wanatunza, lakini shida inakuja pale ambapo wazo linashindwa kuwa kubwa. Kitu kinashindwa kuwa kikubwa, Kama nimewahi kusema siku moja nikasema, mbegu ambayo haijakomaa inatoa watoto dhaifu. Mbegu ambayo imekomaa inatoa watoto ambao wamekomaa. Ndio hivyo sana wazo. Ukienda kuanzisha wazo ambalo halijakomaa, haliwezi kukuzalishia ulivyokuwa umefurahi namna ile. Sasa kuna kitu cha kufanya hapa ili wazo liweze kukomaa kichwani kwako. Ndio tunajifunza. Ndio kile kitu tunajifunza hapa. Sio wazo tu kukomaa. Wazo uje ulitoe nje. Angalia jinsi mimba inavyokomaa kwenye tumbo la mama kwa miezi 9. Sio bahati mbaya. Ikikomaa kwenye tumbo la mama miezi 9, mtoto anakuja kuanza maisha mengine. Na hata huko kwenye maisha mengine anaanza kuwa hatua ya kwanza hadi anakuja kuzeeka. Kama vile alizeti ambavyo inaota siku ya kwanza. Inaenda inazaa watoto, mwisho wa siku inaimbua, inabaki pale maiti. Inakufa pale, inabadilika inakuwa udongo. Namna hiyo. Ndio tunachojifunza kwenye hichi kitabu. Tunajifunza jinsi ya, ndio maana nimeandika kitabu hiki, nikasema uwezo wako kwa vitendo ni uwezo wako kwa kweli. Utafika mahala, kwa mfano kama hapa ramani ya hekalu lako, siri ya mwindaji na alama ya siri, kuna hapa uamsho wa mfalme. Hapa tunajifunza kwamba unakuta mtu anapotea kwenye uumbaji wake. Anakuta ameanzisha biashara imeanza kwenda, anamezwa na sifa au kitu kinatokea katikati, anashindwa kuendelea pale. Iwe ni msanii, iwe ni producer, iwe si ni mshonaji, yani mtu yoyote tu inamkuta. Kwa hiyo kitabu hiki inakuwa ni tiba kwa watu wengi. Sasa kitabu siwezi nikakifundisha hapa saizi nikakimaliza. Nilikuwa nimesema kwamba nikuambie kwa sababu sio jambo baya. Sio jambo baya ni kukwambia habari njema. Sio jambo baya. 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 Sio jambo baya.